Yanga toka lalamikia kichwa ambacho kilipigwa na Depu. Depu alionekana amefunga goli lakini ikawa ni offside, kitu ambacho amekilalamikia sana kwamba haikuwa offside. Bwana, finali ya CRDB Cup sasa inaenda kukutanisha kati ya Azam FC na wekundu wa Msimbazi Simba mara baada ya Yanga kutolewa kwenye hatua ya nusu fainali katika mchezo uliocheza katika dimba la CCM Kirumba pale Mwanza. Azam ndio walikuwa kwanza kupata goli kwa kupitia Imidi Mao Mkami mara baada ya kupokea pasi ya kichwa kutoka kwa Ngita ambaye mwisho siku akazamisha mpira kwenye nyavu, lakini kwa upande wa Yanga akaenda kusawazisha kwa kupitia Prince Pumelelo Dube ambaye alipata cross safi kutoka kwa Alan Okello na mwisho siku mpira kuingia kwenye nyavu ikatoka kwa kufungana 1-1, lakini baadaye sasa mchezo ukaendelea. Azam FC wakapata goli ambalo lilikuwa watu waliamini kwamba huenda likawa goli la ushindi kwenye mchezo huo, ni kwa kupitia Lamek Lawi, kona ambayo ilipigwa na Faisal Salum na Lamek Lawi akakutana nayo na akazamisha mpira kwenye nyavu, lakini baadaye kwa kupitia Nondo Mwamnyeto, Bakari Nondo Mwamnyeto, mpira ukatoka pia kwa Okello. Mwamnyeto akakutana na mpira huo akauzamisha kwenye nyavu na ikawa mbili, mchezo ukawa uko on. Lakini kwa upande wa Azam wakati mchezo unaendelea tayari kulikuwa na kadi nyekundu ambayo Yolo Diaby alikuwa ameshatolewa kwa kadi nyekundu. Sasa mchezo kawa unaendelea na wengi waliamini kwamba kwa sababu Azam walikuwa pungufu huenda mambo kawa magumu zaidi. Mapambano ya hapa na pale huku na kule yakaja kutokea dakika ambapo za mwishoni mara baada ya dakika 120 kuongezwa kwa sababu magoli mawili ikawa dakika 90 tayari kunahitajika sasa kama ni kuongezwa dakika 120, lakini baada ya 120 itakiwa kwenda kwenye mikojo ya penalty. Azam akagoma kwenda kwenye mikojo ya penalty kwa kupitia Kitambala Bora ambaye yeye alipata mpira mzuri sana akiwania na beki wa Young Africans. Goli la tatu likafungwa na Kitambala Bora mara baada ya makosa ambayo Baka kayafanya mara baada ya kupigiwa mpira kwenye eneo la ushambuliaji na mpira ukawa uko hewani. Baka kaugusa mpira kwa lengo la kumpasia, kwa maana ataka kumpasia Diara, lakini mpira ukawa ni mfupi. Kitambala Bora akausogelea ule mpira ili aweze kupiga, kaupiga kwa kichwa tena akauongezea safari kuelekea mpaka kwenye goli la Yanga. Azam wameibuka na ushindi wa magoli 3-2 ambayo Yanga ameyapata katika mchezo huo, lakini ulikuwa ni mchezo ambao ulikuwa na intensity kubwa, mapambano makubwa ya dabi ya kweli ambayo imechezwa. Na kwa upande wa Yanga watakuwa nalalamikia goli ambalo liliokataliwa, kwa maana kwa upande wa Yanga watakuwa nalalamikia kichwa ambacho kilipigwa na Depu. Depu alionekana amefunga goli lakini ikawa ni offside, kitu ambacho amekilalamikia sana kwamba haikuwa offside, lakini ukitazama ilikuwa ni offside ambayo mimi nimeiona, na kwa faida ya marejeo ni kwamba Depu alikuwa kwenye eneo la kuotea akafunga. Kama goli hilo lingefungwa maana yake ni kwamba wangerudi tena kwenye mikojo ya penalty, maana yake zilikuwa dakika za mwishoni, lakini ulikuwa ni mchezo mzuri sana ambao Yanga amekutana na Azam. Dabi ya Kariakoo ambayo ilichezwa pale Mwanza, na Young Africans wameshatolewa rasmi katika mashindano ya CRDB Cup, na sasa kinachoenda kutokea ni dabi ya Mzizima ambayo itakutanisha Simba na Azam FC. Kwa hiyo Yanga ameshatema bungo lao la kwanza kwa sababu ulikuwa ni timu mtetezi kwenye kombe hilo, alikuwa bingwa mtetezi wa CRDB Cup. Sasa Yanga rasmi wametema bungo la kombe hilo la CRDB Cup, na kinachofuata sasa ni mapambano kati ya Simba na Azam. Nani ambaye ataenda kuwa bingwa mpya wa CRDB Cup kwenye mashindano haya ambayo yanaendelea sasa hivi? Nani ambaye ataenda kuibuka bingwa kwenye mashindano hayo? Tunasubiri, lakini mchezo ulikuwa ni mzuri sana. Mapungufu ya kiuamuzi, kuna baadhi ya maamuzi ambayo mwamuzi kayafanya yalikuwa yanawaumiza moja kwa moja Azam, yakiwabeba Yanga. Ni baadhi ya matukio, hasa ukiangalia kuna tukio la Kitambala Bora na Baka, ni kosa kabisa ambalo Baka lilifanya, lakini mwamuzi akasema ipete, wakati makosa ya mwanzo
yalifanyika na Baka na ya pili pia yamefanyika na Baka, lakini akayakaushia. Lakini kuna matukio mengi sana, mfano tukio ambalo Imidi Mao Mkami alihukumiwa kwa kadi ya njano wakati kabisa hakuweza hata kumgusa Pacome Zouzoua. Ni kitu ambacho naona kama mwamuzi alikuwa na tempa au alikuwa na haraka sana kuiamlia matukio ya Azam ambayo kiukweli kabisa hayakuwa katika usahihi baadhi ya matukio. Lakini kwa upande wa waamuzi wa pembeni, kwa namna moja ama nyingine, wamejitahidi sana kumanage matukio ambayo wao walikuwa wanapambana, ila mwamuzi wa kati kidogo kuna makosa ambayo ye binafsi alikuwa hayuko sawa. Lakini so far matokeo ni mchezo ambao umeenda kuamua. Azam FC wanaenda kuingia hatua ya fainali wakiwa na goli 3 na Yanga huku wakiwa na goli 2. Vita ilikuwa ni kubwa sana uwanjani na Azam wanaenda hatua ya fainali, lakini huku wakiwa tayari mchezaji mmoja akiwa na kadi nyekundu, Yolo Diaby, mara baada ya kufanya tukio ambalo mwamuzi alitafsiri na hata sheria inatafsiri kwamba mchezaji alikuwa wa mwisho kwenda kushambulia na akamfanyia madhambi. Kwa hiyo kadi ilikuwa ni straight red card ambayo imemtosha Yolo Diaby kutoka nje ya uwanja kutokana na tukio hilo. Kikubwa zaidi ni mchezo wa nusu fainali ambao umepigwa pale katika dimba la CCM Kirumba pale Mwanza, Yanga wakitolewa kwenye mashindano ya CRDB Cup ambayo yataenda kwenye fainali kati ya Simba na Azam FC. Kitu ambacho kimenifurahisha ni namna ambavyo pia mashabiki wa Mwanza wameweza kujitokeza kwa wingi katika mchezo ule, licha ya kwamba uwanja haukujaa, lakini angalau wameonyesha kwamba wanapenda boli. Huwa mara nyingi zikicheza timu za Kariakoo ndo wanajaza uwanja, lakini Azam na Yanga pia kulikuwepo na ujazo mkubwa sana wa kutosha kwa upande wa wachezaji. Kikubwa ni kusubiria dabi ya Mzizima kati ya Simba na Azam FC, wapi pataenda kutimbika wapi, kwa maana fainali hizo za CRDB Cup zita kuchezwa, lakini Yanga tayari ambao ni watetezi, mabingwa watetezi wa CRDB Cup, wao wameshatolewa rasmi kwenye mashindano. Mchezo ambao ulikuwa ni mzuri na mapambano ya ukweli. Tumemwona Bakari Nondo Mamnyeto akiwa beki ameenda kufunga, lakini tumemwona Lamek Lawi pia akiwa beki ameenda kufunga, lakini historia itabia kwenye mchezo huo. Magoli yote 5 yamefungwa kwa kichwa. Kutoka goli ambalo amefunga Imidi Mao Mkami lilikuwa la kichwa, alilofunga Dube lilikuwa la kichwa, aliloenda kufunga Lamek Lawi lilikuwa la kichwa, aliyoenda kufunga aliyokufunga Mwamnyeto lilikuwa la kichwa, lakini pia hata lile ambalo alienda kufunga Kitambala Bola lilikuwa ni la kichwa. Mpaka magoli 5 yanakamilika, ni historia ambayo imetengenezwa. Magoli 5 yote yamefungwa kwa njia ya kichwa, mapambano yakiwa ni makubwa sana uwanjani. Lugano Israel ni jina langu. Uchambuzi utakuja kufanya mwingine mkubwa sana kutokana na mchezo huu jinsi ambavyo ulikuwa, lakini tuanze na hii story kuhusiana na yale matokeo ambayo yametokea pale uwanjani katika dimba la CCM Kirumba. Mimi naitwa Lugano Israel. Mpaka wakati mwingine.